movalia bateyeke pesia lolia mova. Sante Bwana Yesu. Melia kalia matayakla pesia la motalia mashelia kata pelia kama baba sebele betalia moka velia moshekelia palia kolia molia moshete pete yeketa kaliaka besia kolia movalia moka palia tayaka. Asante Mungu, asante Jehova, asante Baba yangu kwa upendeleo wako, kwa neema yako, kwa nguvu yako. Amen, amen, amen. Mungu ukae. Na machukua nafasi yako uweze kukaa. Asante Bwana Yesu. Mungu akubariki wewe unatusikia mtandaoni. Mungu akubariki wewe unatusikia kwa YouTube. Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu ni kuu mno. Na leo tuna wakati mwingine tena. Unaandika somo langu, andika walinzi wa milango. Andika walinzi wa milango. You can write the gatekeepers. The gatekeepers. Neema ya Mungu ni kubwa sana, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu mno, na kila wakati huwa yeye anaishi, kila wakati huwa yeye anatenda. Hata nyakati ambazo sisi tumechoka, lakini Mungu huwa anafanya, kwa maana upendo wake huwa unakaa milele na milele. Yeye huwa anadumu nyakati zote na majira yote. Biblia inasema uaminifu wake ni ngao na kigao. Kwa hiyo uaminifu wake huwa unakuwa kama ngao kila wakati. Hasa wakati ambao sisi tunachoka, yeye anakuwa nguvu ya kututia. Wakati sisi tunaona udhaifu, yeye anaubeba udhaifu wetu na kutushindia katika udhaifu wetu. Kwa hiyo neema yake ni kubwa sana, ya ajabu pia siku ya leo. Na kwa sababu ya muda nataka tukimbia haraka kwenye somo letu moja kwa moja. Rabosh kapalaba aperosh kapatayas. You reign. We Mungu unatawala. Sikarabosha talabayas. Inasurasia. Iparababashina laboshiama. You reign, Lord. Maroshe leva kayaziata. Jina lako lapita yote Bwana. Bwana. Asante Yesu. The gatekeepers, au walina milango, unaweza ukaandika. Tutaanza kitabu cha Nehemia. Nehemia 7 mstari wa kwanza. Likabra atuba atalamande labush. Iparuje liba akata yama antalegudia ba aseta labu ustabas. Nehemia 7 mstari wa kwanza. Inasema, ikawa hapo ukuta ulipojengwa na milango nimekwisha kuisimamisha, na mabawabu na waimbaji na Walawi wamewekwa, ndipo nilimwagiza ndugu yangu Hanani pamoja na yule Hanani jemadari wa ngome kuwa amri ya Yerusalemu, kwa maana alikuwa mtu mwaminifu huyo na mwenye kumcha Mungu kuliko wengi. Nikamwambia yasifunguliwe malango ya Yerusalemu kabla halijachomoza jua. Na walinzi wangali wakisimama bado, waifunge milango, mkaikaze, kisha wawekeni walinzi wa zamu. Na hao wakahao Yerusalemu, kila mtu na zamu yake, na kila mtu kuelekea nyumba yake. Tunaona hapa ni wakati wa Nehemia, na Nehemia anaweka walinzi wa zamu kwa ajili ya kuyalinda malango ya mji. Anaweka walinzi kwa ajili ya malango ya mji. Nataka unisikie vizuri, utatoka na kitu kikubwa sana. Tunagundua kila mji kwa namna ya rohoni, au nchi au taifa au dunia kwa ujumla,
huwa ina watu ambao tunawaita walinzi. Wale walinzi wanasimama kwa zamu kwa namna ya rohoni. Ukisoma Agano la Kale unagundua kulikuwa na walinzi wa namna ya kiroho, na wale walinzi wa namna ya kiroho walikuwa wanasimama hata kwa asili ya kimwili na kuweza kuangalia mambo yanavyoendelea kwa habari ya mji na kulinda mji na kuhakikisha kuna usalama kwenye ule mji. Ukiangalia Zaburi ya 84 unajifunza kitu pale. Zaburi ya 84, nataka tukimbia hapo mara moja. Nataka niweke msingi kwanza kabla sijaingia sana kufundisha na kuhubiri, na itakuwa ni msingi mkubwa sana kwa ajili ya mtu kupata ufahamu na kuongezeka zaidi kwa maarifa ya rohoni. Zaburi ya 84 sekobra atapaya televasas. Zaburi ya 84. Thank you Jesus. Inasema, maskani zao zapendeza kama nini, Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imeniozea shauku nyua za Bwana, naam na kuzikondea. Moyo wangu na mwili wangu vitamlilia Mungu aliye hai. Ukisoma katika mstari wa 10 anasema, hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Bwana wangu kuliko kukaa katika hema ya uovu. Kwa tunaona pia kuna walinda milango wengine ambao walikuwa wanakaa madhabahuni na wenyewe walikuwa wanalinda, ni kama bawabu. Na ukisoma maandiko unagundua kuna watu wanaitwa kama mabawabu ambao wao walikuwa wanakaa kwenye hema, wanasubiri siku zote wakiwa kwenye hema na kulinda vitu vya Bwana au kulinda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunagundua kulikuwa kuna walinzi ambao namba moja walikuwa wenyewe wanasimama kwenye lango la mji na wanalinda mji kwa namna hata ya kimwili, lakini kulikuwa kuna gatekeepers wengine ambao wanakaa kwenye nyumba ya Bwana na wengine wanaitwa mabawabu ambao wako wenyewe kwa ajili ya Mungu, wenyewe wamekaa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kusubiri Mungu anataka nini, Mungu anasema nini na wafanye nini kwa ajili ya Mungu, na wenyewe walikuwa wanasimama kwa kusudi hilo ili waweze kuleta nia ya Mungu mahala. Tukienda moja kwa moja tena tukaenda kwenye Nyakati wa kwanza, nataka nikimbia haraka sana ndio kwenye kufundisha kile ambacho Mungu alikusudia. Kwenye Nyakati 23:2 kuanzia 2. Rubosh kapalaba atebra atabayasas. Jesus. Nyakati wa kwanza 23. Jibra akudiba atas. Kuanzia mstari wa 2. Akawakusanya wakuu wote wa Israeli pamoja na makuhani na Walawi, nao wakahesabiwa Walawi wenye miaka 30 na zaidi, na jumla yao kwa vichwa mtu kwa mtu ikapata 38,000. Katika hao 24,000 walikuwa wa kusimamia kazi ya nyumba ya Bwana. Kwa hiyo kuna watu walikuwa ni gatekeepers, wasimamie nyumba ya Bwana. Kwa hiyo kuna malango ya nyumba ya Bwana, kwa kuna malango ya mji pia. Na maana kubwa ya kufundisha hiki, kuna wengine wako kama gatekeepers wa familia, wako kama walinda malango wa familia, kuna wengine wako kama walinda malango wa ukoo, kuna wengine wako kama walinda malango wa Bwana, wengine wako kama walinda malango wa mji, wengine kama walinda malango wa nchi hata ya Tanzania, wengine walinda malango wa mataifa fulani ambao wao wanasimama rohoni kusimamia au kukaa katikati ya Bwana na watu. Wao wanakaa kuangalia nini kinapenya, nini kinaingia na nini kinatoka. Marushka patulaba atebes. Kazi zao namba moja, kazi ya hawa walinda milango, rika pasuliba atikaba. Kazi ya kwanza kucontrol kinachoingia na kutoka. They are gatekeepers. They are there to control what comes in and what goes out from the city or from the town or from the country. Wamesimama kuangalia kinaingia nini na kutoka katika nchi, katika jamii au katika mahala fulani. Wao wamekaa na kusema sisi ndio tumesimama, tumepewa wajibu turuhusu kipi kiingie, kipi kitoke. And when you have problem with these gatekeepers, you can fail somewhere, kwa sababu haujajua ni nani kwa wakati gani na saa gani amesimama kwa ajili ya mji, kwa ajili ya taifa, ili aruhusu mambo fulani yapenye. Na hawa watu wana authority, they have got authority. They have authority to allow things to enter and allow things not to enter. Wanaruhusu vitu viingie au visiingie kwa sababu wao ni walinda milango mahala fulani.
wamesimama kama mashujaa mahala fulani, ili wao wawe wapiganaji kwa namna ya rohoni au namna ya mwilini, ili waweze kuzuia, ili waweze kucontrol. Namba moja ni kucontrol kinachoingia na kutoka. Namba mbili, kazi yao hao walinda milango ni kulinda mali zilizomo ndani. These gatekeepers. Ukiangalia wakati huko kuna geti la Yerusalemu, na ni mahala ambako kulikuwa kuna uzio umezunguka. Na kwa nini ukuta uzunguke mahala pa mji? Ukuta unazunguka mahala pa mji, namba moja, ili kwenye ule mji maadui wasiweze kuingia kirahisi. Maadui wakitaka kukaribia kuleta vita au changamoto kwenye mji, wanakutana na walinzi wao kwenye malango. Kwa hiyo inapelekea yale malango au maadui hawawezi kuingia. Na ili maadui waje kuleta madhara ndani ya nchi, lazima wao wameshawapita kwanza wale walinda mageti au gatekeepers au walinda malango. Nataka tuwe taratibu nielewe kitu kimoja. Namba tatu, kazi ya hawa gatekeepers au walinda malango, kwao ilikuwa ni kama nafasi ya heshima. Wao ndio wana mamlaka, wamepewa mamlaka. Na nataka tushikilie sana hapa namba tatu, kwamba hawa gatekeepers ndio wamepewa mamlaka ya kutaka kufanya au kuamua jambo lolote. They have got authority to allow things. Wana ile mamlaka ya kufanya vitu. Marushka palagarias. Tukiangalia kwenye Nyakati wa kwanza 9. Jesus. Mama, Nyakati wa kwanza sura ya 9. Asante Yesu. Inasema, na ndugu zao sawasawa na vizazi vyao, watu 956. Watu hao wote waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao, kwa kadri ya mbari za baba zao. Mstari wa 10. Na katika makuhani Yedaya, Nehoyaribu na Yakini na Azaria mwana wa Hilkia, mwana wa Meshulamu, mwana wa Sadoki, mwana wa Meyayothi, mwana wa Ahitubu, mkuu wa nyumba ya Mungu, na Adaya mwana wa Yerohamu, mwana wa Pashuri, mwana wa Malkia, na Maasi mwana wa Dieli, mwana wa Zera, mwana wa Meshulamu, mwana wa Meshulemithi, mwana wa Imeri, wakuu wa mbari za baba zao, pamoja na ndugu zao wa 1790. Watu wenye ustadi waliofaa sana katika kazi ya huduma ya nyumba ya Mungu. Kwa hiyo unagundua ni watu ambao walikuwa wamewekwa, ni watu wa nyumba ya Mungu, lakini wamewekwa ili waweze kuangalia nyumba ya Bwana. So ukitaka kuingia, ukitaka kufanya jambo lolote pale, lazima hawa walinda milango ndio wakuruhusu. Wana taratibu za malango yale, wana taratibu za namna gani upite, namna gani uingie salama, na namna gani utoke salama. Wako mahala fulani. Tukiangalia kwenye mfano wa Mungu wetu wa saizi, tunaonaga watu wengi ambao ni walinzi tunasema, na watu wengi wanawadharau wale walinzi. Kwa sababu namba moja, watu wengi wao wanadharau walinzi wanafanya nini? Wanalipa mshahara mdogo. Na wengine wanadharau hao walinzi sio mabosi, wenyewe wamekaa tu langoni. Lakini acha nikwambie jambo, wale jamaa wa Kigoma usiingie, hata huyo bosi wa ndani huwezi kuona na kupata benefits zake. Kwa hiyo unahitaji sana, you really need these gatekeepers, because they have to allow you and say this guy is safe. Hao wanatakiwa wakuruhusu wewe na kusema kama huyu mtu yuko salama. Wajua huyu mtu yuko salama, tumemkagua, yuko vizuri, hana bomu, hana madhara yote. Kwa hiyo wao wana control kwamba wale ambao wanaweza kuleta madhara wasiweze kuingizwa, au wasiruhusiwe kuingia kwenye mji ama nchi, ama wasiweze kuingia hata kwenye kampuni fulani au ofisi fulani. Barushka palaba atelebia barusha bas. Jerushka paliga azia lovayas. Liproto paralima sutelebra akivades. Libo kapaya diga luvades. Sasa nimejaribu kuelezea kwenye wakati wa zamani wa Biblia kwa habari hawa walinda milango, na nitakuleta mpaka kuhusika wewe unahusikaje mahali hapa. Kwa sababu ili neno la Mungu lilete faida kwenye maisha ya Mkristo au ya mtoto wa Mungu, au lilete faida kwetu, lazima lituletee majibu sisi, au tukilisoma liwe na effect kwetu, liwe na matokeo kwetu, liwe na uwiano. Kama Mungu alikuwa anazungumza na Yakobo, liwe na uwiano na mimi sasa hivi. Linanisaidia nini kwenye maisha ya nchini Tanzania wakati wa sayansi na teknolojia? Linanisaidia nini?
Sababu hili neno liweze kukuwa na msaada kwako, lazima liweze kuvaa mwili. Biblia inasema naye neno akakaa kwetu, akafanyika mwili, akakaa kwetu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu. Kwa wakati tunasoma neno la Mungu, lazima lifanyike mwili ili liweze kuja kwetu na kuanza kuleta yale ambayo limesemwa kwayo. Lianze kuleta uponyaji kwa wagonjwa, lianze kuleta faida kwa watu ambao hawana faida, lianze kuleta heshima kwa wasiokuwa na heshima. Lazima neno lije livae mwili. Likishavaa mwili, lije lilete matokeo ya uhalisia kwa watu. Robosh kapata lebe ikabratabas. Sasa nimekuelezea kwa habari ya sehemu mbili. Namba moja, nimekuelezea walinda milango ambao walinda milango ya mji. Namba mbili, nimekuelezea wale walinzi au wanaitwa gatekeepers au walinda malango ambao walikuwa wanakaa kwenye malango ya madhabahu au wanakaa kwenye malango ya nyumba ya Bwana. Unakuta ukija kanisani kuna mtu yuko mahala fulani, ni hema ya Bwana. Wakati unaotoa sadaka, kuna watu wanajua taratibu, wao ni gatekeepers, wanalinda. Kuwa walinda milango haimaanishi mpaka awe lazima kuwe kuna mlango amesimama tu mlangoni muda wote, hapana. Ila yeye anajua uingieje mahala fulani, uingieje mbele za Bwana, unatoaje sadaka, unafanyaje. They are gatekeepers also, ni walinda milango pia. Hasa na kuchukua na kupeleka pia kwa habari ya walinda milango wa kiroho ambao some of them they were prophets. Baadhi yao pia walikuwa ni manabii ambao ndio walikuwa wanaleta majibu kwa watu. Robosh katabinga bosh kabarabia takas. Walikuwa ni watu wamesimama mahala ambao wanaweza wakafungulia baraka iingie au laana iingie. Walikuwa ni walinda milango ambao wao wanaruhusu mambo ya kiroho yapenye katika nchi, mambo ya kiroho yapenye katika mataifa, mambo ya kiroho yapenye katika familia. Ninatangaza leo katika jina la Yesu Kristo juu yako, na nisikia katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye mfungwa malango wa familia, mfungwa malango wa ukoo. Ninakutangazia kwa jina la Yesu Kristo. Ukitambua saa yako na majira yako, utaanza kuona neema ya Bwana kubwa ikitembea na wewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Barus kapata labas. Tunamwona Ezekieli. Tukiangalia, tukimbia mamoja kwenye Ezekieli. Ezekieli 9 kwanza mstari wa kwanza. Soparababa shuka balaba. Nataka mtu mmoja afike hapo. Ikarabu shaba. Inasema, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale waliosimamia mji. Narudia tena. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akasema, waambie wale waliosimamia mji wakaribie kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamizia mkononi mwake. Kitu cha kuangamizia mkononi mwake. Mstari wa pili. Na tazama watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la kuu la mji lielekealo upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha kumwandikisha mkononi. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Angalia, ni saa ya Israeli, ni saa ya Ezekieli, ni wakati wa Ezekieli. Tumeenda kufundisha kwa habari ya wakati wa mtu. Na katika jambo la kutisha na baya sana duniani, the great tragedy on earth is when your time comes and you don't know that it's your time. Shida kubwa sana na kuu sana chini ya jua ni wakati wako wa kujiliwa usipojua. Yaani kusaizi ni wakati wako wa kushinda, ni wakati wako wa baraka, ila shetani anakufunga wewe ujui. Hiyo ndio balaa kubwa zaidi. Ukitembelea makaburi utagundua kuna ndoto nyingi sana zimelala pale makaburini. The place where there's a lot of vision, a lot of dreams that are sleeping is on the graveyard. Eneo ambalo lina ndoto nyingi sana zimelala ni kwenye makaburi. Na hata wewe leo ungeambiwa sana unachukuliwa leo unakufa, ungefahamu ndoto zako nyingi sana ambazo hujazitimiza. Na hata wengi ungekimbilia kwa Mungu mapema. Kwa nini? Kwa sababu ndio usahihi uliopo. Kwa hiyo when you want to know the truth is when you are out of your body. Unapotaka kujua ukweli sana na uhalisia wa mambo ni pale unapokuwa nje ya mwili wako. Unaanza kujua kumbe nyumba iliyojenga ilikuwa haina maana. Unaanza kugundua kumbe kumbe hata gari nitaliacha.
kumbe hivi vitu ndaviacha na familia yangu na ndugu zangu watavingangania. Unaweza kugundua kumbe vitu hivyo unavihangaikia havina thamani yoyote ile. Ni wakati ambako unatakiwa kutoka nje ya mwili wako. Ni unafahamu vitu vingi. So Ezekieli kama mmoja wapo amina milango wa wakati huo, ambaye alisimamia Israeli wakati huo kama nabii, alisimama kuhukumu Israeli. Na neno lake lilikuwa akisema, Bwana akimwambia unaona nini, na akasema neno lake lilikuwa linathibitika na kutokea vile vile. Acha nikwambie, kwenye maisha haya kuna baadhi ya watu ambao wamewekwa na Mungu, wamewekwa na system za rohoni, ambao wale watu ni waamuzi wa rohoni wa mambo, na mambo yakiamuliwa na wao huwa yanasimama na kutukia kweli kweli. Rikapasetelebo okapayas zibro pakaibatai. Unamwona Ezekiel anazungumza, anasema Mungu anamwambia niletee wanaosimamia mji. Kulikuwa kuna watu ambao wao wanasimamia, they take charge in the spirit. Na nikueleweshe, spiritual gatekeeper ni nani? Ni mtu ambaye is an individual who oversees and protects the spiritual well-being of a community or a church or a place or a country. Ni mtu ambaye anasimama na yeye anaangalia kwa namna ya kiroho na kuweka ulinzi wa namna ya kiroho wa jamii fulani, wa kanisa maybe, au wa nchi, au hata wa mataifa. Kuna wengine ambao ni overseers, ambao Mungu amewasimamisha kama gatekeepers, waweze kusimama kwa ajili ya mataifa na kuweza kuangalia. Na they become judge of nations. Wanaanza kuwa wahukumu ulimwengu, wanakuwa wahukumu nations. Wanaanza kujudge. Whenever they speak it comes to pass. Why? Kwa sababu Mungu amesimama nyuma yao na Mungu ameweka mamlaka juu yao. Wherever they bound on earth is bound in heaven. Wanakufunga neno na fungu la mbinguni. Na kutamkia kwa jina la Yesu kuanzia sasa, unaisikia sauti kwa damu ya mwana kondoo. Unasikia sauti kwa namna yoyote. Unasikia mtandao, unasikia mahali hapa. Wewe ni mlinzi wa milango ya familia yako. Wewe ni mlinzi wa milango ya nchi yako. Wewe ni mlinzi wa milango ya jamii yako. Unapotamka baraka, baraka inaondoka na ile giza linakimbia. Kwa maana maandiko yanasema waziwazi, raka setola baba setegete, nayo nuru itagaa gizani, nayo giza haitaiweza. Wewe umezaliwa kwa ajili ya saa na majira, ili uweze kuwa midlight. You came here on earth to a midlight, and whenever you are midlight, the darkness begin to be shivering, the darkness begin to shiver, the darkness begin to disappear. Wewe umeweka, ukiingia mahala fulani, ukiingia kwenye eneo fulani, kama limefungwa na giza na ushirikina, unaanza kutetemesha kwa namna ya kiroho, kwa sababu ndani yako umezungukwa na nuru ile, na ile nuru inaanza kutampaza ile giza, inaanza kuliondoa ile giza. Rika pasoka payata karobo shatabaha, rika brota pariba hateki ya bata. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kwenye nchi yako, nchi ya Tanzania, ukaanze kutoa nuru, ambayo nuru itaanza kulazimisha giza likimbie, italazimisha uchawi ukimbie, italazimisha magonjwa yakimbie, italazimisha tabu ikimbie. Kwenye ukoo wasimame kama mlinda milango wa ukoo. Riba sakapaya, kuanzia wewe utajiri ukapenye kwenye ukoo, kuanzia wewe mataifa wakakimbilie kwangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema waziwazi Ezekiel anasema walete hapa wasimamizi wa mji. Maana yake kuna watu wanasimamia kwa namna ya rohoni. Maana yake they are gatekeepers in the spirit. Even in the country of Tanzania kuna watu ambao ni gatekeepers. Kuna watu ambao wamesimamiwa na Mungu. Mungu amewaweka wao walinda milango, wasimame kwa ajili ya nchi, waanze kuiombea nchi, waone mambo ya habari ya nchi. Na wakisema mambo ya habari ya nchi lazima yatukie. Haijalishi kuna mtu amepiga vita, haijalishi kuna mtu amechukia, haijalishi kuna mtu anaona hayafai, haijalishi kuna mtu anaona Bwana hawa watumishi nao wamechanganyikiwa. Acha nikwambie kwa jina la Yesu Kristo, saa ya Bwana na majira ya Bwana yanasimama. Ile kweli ya Mungu inasimama milele na milele, kwa maana Mungu anawajua walio wake. Naye Bwana akisema ndio, hakuna sema hapana. Akisema hapana, hakuna sema ndio. Acha nikwambie, kuna jambo limekaa ndani yako. Kuna namna Mungu amekuweka juu ya familia. Ndio maana kila mtu anakufuata kwa ajili ya ushauri. Kwenye jamii umewekwa. Ndio maana kila mtu anakufuata kwa ajili ya ushauri. Umesimama kama muamuzi wa mahala. Na uchawi na ushirikina unafanya picha na wewe kuzuia. Lazima uinuke utembee na Mungu. Useme nimewekwa kama msimamizi. Nimewekwa kama msimamizi. Lazima nishinde kwa jina la Yesu. Parabako felebi ekabayes. Anaambia Ezekieli, waamuru wale wasimamia mji wakaribie. Mungu anasema nina jambo nao walinzi wa mji. Nina jambo na walinzi wa mji wa nchi ya Tanzania. Wale walinzi wa namna ya rohoni. Wale ambao ni manabii kweli kweli wakisema mambo yao yanatukia na kufanyika.
wakizungumza mambo yao yakipuuza, wao yanasimama. Bwana akawaita watu kama wakina Mikaya ambao ni manabii, wakamwambia mfalme, unajua mfalme, ukienda kwenye vita hii unaenda kuondoka. Mfalme akaenda kwenye vita hii, wewe hauwezi kurudi. Mfalme akatukia sana, akamwambia Mikaya, bwana, unajua wewe unanitabiriaga mabaya tu. Lakini wakati huu wengine wote wakamwambia, bwana, waganga, washirikina na wana manabii wengine wakamwambia, unajua mfalme, wewe nenda tu, hamna shida. Mikaya akasema, mimi ninajua ninachokisema. Kama si Bwana aliniagiza utarudi salama, lakini kama ni Bwana ameniambia hautarudi salama. Acha nikwambie, kuna watu wamekaa kama walinzi kwenye nchi, watu wamekaa kama walinzi kwenye jamii. Wakati wanainuka na kusema jambo kwa ajili ya jamii, lile jambo linatokea na kufanyika kweli kweli. Ndio maana unakuta wewe unaota, ukiota msiba kwenye ukoo wao unatokea kweli kweli, kwa sababu umekaa kama mlinzi. Maana yake uliota na kuona ili uweze kuzuia ile giza, uzuia ile mambo ya giza. Acha nikwambie, vya ujasiri ndani yako. Hata kama unachukiwa upendwi, hata kama unakung'onga, hata kama unasema unajua una kinywa kibaya, wanasema ufanani wala uonekani sawa sawa, wanasema bwana, unajua wewe haupendezei kabisa, wanasema bwana, unajua wewe hauna fedha, unaambia kweli fedha sina, lakini Mungu ni naye ndani yangu, amenifanya niwe mlinzi wa ukoo. Nitaombea ukoo asubuhi, mchana, jioni. Nitaombea nchi asubuhi, mchana, jioni. Nitaombea serikali yangu asubuhi, mchana, jioni, kwa sababu mimi ndio mlinda malango. Ninasimama kwenye kulinda malango, sitaogopa uchawi wala ushirikina wala uganga wala giza. Acha nikwambie, amka, kuna saa yako na majira yako. Ewe mlinzi wa milango unayesimamishwa, ewe unainuliwa juu ya familia kama kiongozi wa ukoo na familia, upe ujasiri ndani yako tena, useme nitaenda mbele mpaka kieleweke. Ninaashiri baraka itaingia kwangu mpaka kieleweke. Ripaseko parababa shetebes lebrota parusa bates. Ezekieli anawaita walinzi wale ambao Mungu amewaweka. Anasema kuna watu wamesimamishwa kama walinzi wa rohoni. They are like gatekeepers. Wao ndio wanaruhusu baraka iweze kupenya mahala, wao wanaruhusu neema iweze kupenya mahala. Wakati huo mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Elisha akawa amepumzika nyumbani kwake kwenye maombi. Kaingia nani? Kumbe siku anakuja jemedari wa vita. Jemedari mmoja anaitwa Naaman alikuwa na shida fulani inaitwa leprosy. Alikuwa na changamoto ya ukoma. Akasikia tu habari kwamba yule mtumishi wa watu akiwaombea wanafanikiwa. Kuna watu huyu mtumishi akiombeaga watu huwa wanapona. Akasema na mimi niende. Akasema niachane na habari ya ujemedari wangu, niachane na habari ya ujuaji sana, niende na mimi niweze kupata msaada. Alipofika Bartimayo, sikia mtumishi alikuwa ameingia kwenye maombi. The man of God was in prayer. Wakati ameenda mtumishi wa Mungu yuko kwenye maombi. Mtumishi wa Mungu akasema, unajua leo nina maombi marefu sana, siwezi kutoka. Akasema mpeni tu habari, Bwana ameniambia ili huyu Naaman aweze kupona ukoma wake, aende kwenye mto Yordani ajichovye mara 7. Lakini ni mlinda milango, ni muamuzi. Raposta pataya. Hana cheo lakini ni muamuzi. Naaman akaanza kulalamika. Alikuwa ameambatana na watu wengi, unajua ni mkuu wa majeshi. Akasema huyu mtu anadharau sana, nimekuja nimuone lakini hajabadilika hata kuniona. Huyu mtumishi gani bwana? Akalalamika. Kijana mmoja, mtumishi wake mmoja mwenye hekima akamwambia, kwani itakugharimu nini ukifanya hiyo kuelekeza? Akasema, kwani mtumishi ina maana kule nilikotoka nimetoka mbali, hajaona kwamba kule kuna mito mingi tu misafi tena kuliko mtu aliyeniambia nikajichovye mara 7 una matope mengi. Huyu mtumishi gani? Akamwambia, Bwana amekwambia tu, alikupa maelekezo tujichovye mara 7. Baadaye akawaza akasema, kwa nini sifanye nilichoambiwa? Imagine unapewa maelekezo namna hiyo na mlinda milango fulani ambaye mlinda milango wa rohoni, anaweza kusema mambo yakatokea na wewe usikie mambo yake yanatokea. Akajichovya mara ya kwanza mpaka mara ya 3, anaona bado. Huenda akasema, Bwana, huu ni usumbufu, mimi ni mtu mkubwa, alishindwa kunibandikia tu mkono akaniombea, mbona hajafanya inavyotakiwa vile vile. Nisikilize nikwambie, sometimes you need to follow instruction. Shida ambayo kubwa tunayo sana kwa watu, mambo ya rohoni huwa wanayadharau na kuyaona hayana msingi. Hata wakati wale watu ambao Mungu anawatumia kusema kwa habari ya nchi wanapoinuka na kuzungumza, kuna watu wanayadharau na kuona hayana msingi. Lakini baada ya muda yale mambo hutukia. Mikaya akamwambia mfalme, hii vita usiende, Mungu amekataa. Akasema, Bwana, huyu jamaa ananitabiriaga mabaya tu.
mchukueni mficheni kwenye gereza la ndani, mpeni chakula cha taabu. Akachukuliwa Mikaya nabii wa Bwana, akawekwa chumba cha ndani cha taabu. Akasema mkimweka kule mpeni chakula cha taabu. Maana yake kwa siku mpeni chakula mara moja. Akatulia akasema, Bwana, hata kama nimewekwa gerezani, hata kama nimepewa chakula cha taabu, hata kama nimeonekana mimi sifai, nimesema mambo ambayo sio mazuri, nimeonekana sina upendo na kiongozi wangu, nimeonekana sifai, nitakaa gerezani, nitavumilia. Lakini kama akirudi salama, Bwana hakunituma. Mfalme akawa mjanja, akasema, hii ni kwepe unabii. Unabii huwa ukwepwi, unahitaji kuchukuliwa hatua. Akachukua mavazi yake, akamwambia mtu mmoja, vaa mavazi yangu, jifanye wewe ndio mfalme vitani. Yule jamaa akawa ajua, akavaa mavazi ya mfalme, akasema, leo na sifa, leo mimi naonekana kama mfalme. Wakati huo kumbe jeshi la adui na wenyewe wakawa wameambiwa kwamba hii siku ya leo mkienda vitani msimtafute mtu yote, tafuteni yule mfalme. Yaani mauti imepangwa kwamba mfalme ndiye anatakiwa awindwe. Mkiwa mnapiga vita, nyewe lengeni mfalme aliko. Ndio focus yetu ya vita ya leo, mfalme tunapiga. Na kama tunapiga mfalme, si hataki kujua ni mfalme. Mfalme akamwambia, leo ni kulenga mfalme. Mfalme amekataa unabii, amekimbia kwenda vitani, lakini hajui kwamba lengo ni yeye. Kwenye vita ile hana la kukwepa, lengo ni yeye. Wakati huo Mikaya yuko gerezani. The gatekeeper, mlinda milango, ambaye halali anakesha kwa ajili ya kuombea taifa, anakesha kwa ajili ya kuomba kwa habari ya mambo ya Mungu, anakesha kuomba kwa habari ya viongozi, anakesha kuomba kwa habari ya wananchi, anakesha kuomba kwa habari ya wagonjwa, anakesha kuomba kwa habari ya nchi ile. Amezungumza, amesema, hapana, kuna shida. Mungu ameniambia usiondoke, mfalme wa Bwana, usiondoke, mfalme mtukufu, kuna balaa litakukuta. Wakalenga, walengaji wakaanza kupiga. Jamaa alipofika anataka kuwa, akasema, sio mimi sio mfalme. Majeshi yale akamfuata mfalme aliko, wakamwona mfalme yule kule, wote wakafanya. Akahitaji kukimbia atoroke, jamaa mmoja akapiga mshale juu. Ule mshale ulikuwa na nguvu ya Bwana kwa sababu ya ubishi wake. Mshale ukaruka, haukukosea, ukapenya katikati ya watu, ukaruka ukamlenga yule mmoja, na mauti kamkuta pale pale. These gatekeepers, they have good authority within them. Hawa walinda milango wanayo mamlaka juu yao, ile mamlaka ambayo inaweza kusimama. Maneno yao yakitamkwa yanasimama na kudumu siku zote. Kuna baadhi ya watu wakitamka maneno yao huwa hayakwepi, lazima yalete matokeo mahali. Saparushka patelebeas. What the mighty name of Jesus will save. Jina kuu sana la Yesu tunamtumikia. Kuna namna Mungu amekupa neema na shetani anajua. Ndio maana hata ukimuuliza mtu yote unampenda Mungu, atakwambia nampenda Mungu, simpendi shetani. Lakini ukiangalia namna yake amezungwa ili asiweze kumsogelea Mungu. Kwa nini? Shetani na giza wanajua kabisa wewe ukimsogelea Mungu sana unakuwa mtu hatari sana. Unielewa hapo? Na leo unisikie, na wewe mbona unasikia kwa YouTube na tuangalia, wewe ni mtu usiyekuwa wa kawaida. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu pekee. Wewe ndio uliumbwa kwa mfano wa Mungu pekee yako. Viumbe vingine vimeumbwa, but you were created by God's image. Wewe ndio umeumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Maana yake wewe una DNA za Mungu ndani. Even though kama ilivyo kwa hali ya kawaida, kuna kitu anakiita chromosome compatibility. Chromosomes za mwanadamu zimetengenezwa na upande wa baba na mama. Ni chromosomes za mwanadamu, upande mmoja baba, upande mwingine baba. Ndio maana kuna mbegu X na Y ambazo XX mwanamke anazo na XY anazo mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ukutana na mwanamke, kuna mbegu ya mwanaume inatoka, ama X au Y. Ukutana na X ya mwanamke, anatengenezwa mtoto ama wa kike au wa kiume. Then hii inamtengeneza kwa namna ya mwilini. Ndio maana namna ya mwilini, kuna mtu anafanana na baba yake kwa namna ya mwilini,
labda na miguu yafanana na mama yake kwa namna ya mwilini. So in the spiritual realm in the same way, kwa namna ya kiroho, kwa namna hiyo hiyo, kwenye mfumo wa kiroho au mfumo wa rohoni, kuna kitu kinaitwa spiritual DNA, ambayo wewe kwa sababu ni wa kiroho na ni wa mtoto wa Mungu, una roho yako ina asili ya uungu ndani. Kama vile wachawi na washirikina walivyokuwa na roho ya uchawi, ambayo ni asili ya shetani, ni asili ya roho ya giza ya shetani, ambayo ile roho ya giza ya shetani ndio inawapelekea wao watumike kwa uchawi na ushirikina. Na kuna muda hawapendi. Kwa nini? Wanatumikishwa na ule uchawi na roho ile ya uchawi ndani. Ndio maana kuna mtu unanisikia wewe, roho ya wizi inakutumikisha ndani. Kuna wakati unajua msa ni hatari, nitakufa, lakini unaenda tu. Kwa nini? Kwa sababu unatumikishwa. Ndio maana ni sawa ukimbilie kwa Mungu ili roho ya Mungu ingie ndani ikupe utulivu na amani kwa habari ya maisha. Rapos kapayatas. Kwa kila mtu aliyeumbwa duniani na kuzaliwa, ameumbwa na kuzaliwa kwa makusudi. Lakini wakati shule anazaliwa, giza linaanza kuingia. Linajua huyu mtu ameagiza duniani kwa kusudi fulani. Kila mtu anakuja duniani kwa makusudi. Sio kila mtu anakuwa mtumishi wa Mungu. Mwingine ni mtumishi wa Mungu, ndio eneo lake. Akiwa hapo akigusa watu wanapona, watu wanapiga hatua. Ndio eneo lake kama mtumishi wa Mungu. Hivyo na mwingine yeye aliumbwa akapewa kinywa, akabarikiwa kinywa. Anakuwa ni mwanasiasa, yeye akizungumza watu wanampata, wanamsikia. Ni kinywa tu. Kinywa chake kimejaa baraka, akisema jambo watu wanasema ndio ni kweli. Ndio ni kweli, kinywa. Kuna mwingine amebarikiwa mikono. Yeye baraka yake ni mkono. Mikono yake akifanya jambo, akiuza karanga, akiuza chochote kile, hata akivaa viatu vyake used akaamua viuze, ile viatu huwa vinaondoka au vinaenda. Kwa nini? Because ndio blessings ambayo Mungu amekuwa amempatia huyo mtu. So kila mtu anapozaliwa makusudi yanakuwa yapo juu yake, ambao sasa shetani na ufalme wa giza, au kwa ufupi nikisema kuzimu, huwa inainuka na kusema okay, kama kuzimu tunataka tuzuie makusudi ya wanadamu chini ya jua. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema kwenye Ufunuo 12:7 kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika wapigana ule joka. Kwa ile vita ilivyopiganwa, baadaye laana ikatoka kwamba nyoka, kuanzia leo uzao wako utapondwa kichwa. Na ile vita baada ya kutangazwa, shetani na majeshi yake wanalenga kuharibu uzao wa mwanadamu ambao ni sisi leo, na kuhakikisha kama uzao wa mwanadamu hauna pa kwenda, hautafanikiwa kwa namna yoyote. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, uzao wangu ninaachia baraka, utasimama, utakuwa wa ushindi, utakuwa wa heshima, hautalogwa na uchawi, hatashindwa na giza, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Wakati wakanipata mama mmoja, ilikuwa ni Kigoma, akaniambia mtumishi wa Mungu niombee, kuna pressure na kisukari. Akaniambia tumekuwa tunarisi hivi vifaa vya kupimia pressure. Maana yake familia yote ilikuwa wote wanauma pressure na kisukari. Generation yote ni pressure na kisukari. Generation yote ni pressure na kisukari. Kwa hiyo anasema kaka zangu watatu wamekufa na pressure na kisukari, na hii roho imekuwa inatufuata. Kumekea mikono mizimu, ikapiga kelele mizimu, ikasema Bwana tulitaka awe mganga. Maana yake ni shida ambayo kwenye familia fulani. Lakini Mungu alikuwa amemkusudia yeye aweze kumsaidia. Kwa hiyo akawa ni mtu wa kwanza ambaye ameokoka na kumpata Yesu, akawa mlinda milango wa familia yake. Nikamwambia kwanza leo sasa wewe umesimama, uanze kuombea familia hii wote wasife tena. Waliosalia wasiondoke tena. Ninatamka leo katika jina la Yesu, yuko mahali hapa. Ukatambue ile neema ya Mungu ameweka juu yako. Ukawe mlinda milango wa familia yako. Ukawe mlinda milango wa nchi yako. Ukawe mlinda milango wa jamii yako. Ili kila jambo baada ya kuja, wewe ukalione na kulizuia kwa jina la Yesu. Hebu sema amen, amen, amen. Ni Jumapili au Jumatano iliyopita nikatoa unabii, and every prophecy I gave they came to pass. Tangu Gamoni kwa habari ya nchi, kwa habari ya mahala. That time Tangu Gamoni kasema kwa habari ya ajali. Kasema tuweze kuombea, kuna shida, naona kuna ajali itatokea na magari yatawaka moto. Nafikia kwani kama mabasi ya Abuja, I think kitu kama hicho, sikumbuki vizuri. Ile kitu ika happen, ilikuwa ni kutoka Morogoro kuja. Mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, ulichosema kinatokea. What happened? Kipi kinatokea kwa uhalisia wa Mungu? Maana yake kuna mtu ambaye ameweka katika nchi, yeye ni mlinda milango, anaweza kugundua kinachoendelea kwenye nchi yake. There are people that can see evil and oppose evil. Kuna watu wanaweza kuona mabaya yanakuja na kuanza kuyazuia.
Sasa asili yako wewe unapoanza kumjua Mungu kama Mkristo au kama mtoto wa Mungu, unaanza kupata ufahamu juu ya Mungu. Wewe unaanza kusimama kama mlinzi wa familia, kama mlinzi wa ukoo, kama mlinzi wa jamii. Unaanza kuzuia mabaya. Hebu sema amen, 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 amen. Unamwona Ezekieli anaambiwa na Mungu, mstari wa kwanza, Ezekieli 9:1. Inasema, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Anawaambia, Bwana mnaosimamia nchi, ni wakati wa vita. Kwa hiyo njooni na silaha mikononi, mjue kabisa kwamba tayari vita imeanza kwenye nchi. Binti yangu mmoja anaitwa Helena akanipata ofisini kwa Gamoni. Akaniambia, mtumishi, nimeanza kuelewa kwa nini. Nikamwambia, kwa nini unasema hivyo? Akaniambia, wakati huo nikiwa mdogo nilikuwa nikilala naota msiba. Nikiota msiba, ule msiba kesho yake unatokea. Mama yangu akaanza kunifokea, akaniambia, wewe una mdomo mbaya. Anasema, kumbe nilizaliwa na kitu Mungu amenipa, ila sasa kile kitu cha unabii, kwa sababu jamii yetu haikielewi, watu bado hawaelewi manabii. Manabii wanachanganya sana. Katika watu wagumu kuelewa ni manabii. Kwa hiyo jamii ilikuwa baadaye ikasema, wewe una kinywa kibaya, ukisema haya mambo yanatokea. Na kumbe mimi nilikuwa si kwamba mimi nikisema yanatokea, hapana. Mungu alikuwa ananionyesha ili mimi niombe nizuie. Wakati huo mimi niko kwenye dini, nilisikia habari za kuomba, yakawa yanatokea. Baadaye mama yangu akaniambia, usiongee tena ukiona jambo lolote. Nikawa kimya. Baadaye kile kitu ndani kikawa kimekufa. Kuna mtu na kitu kama hicho. Jambo linatokea kwenye familia, kwenye ukoo, unaona kuna shida kwa watoto, unaona kuna shida kwenye jamii, unaona kabisa hiki kitu sio sawa. Ndani yako wewe unakuwa kwanza gundua, hapana, haijakaa sawa. Huu ugonjwa sio wa kawaida, hapana. Wakati fulani kwenye familia yetu, kabla sijaokoka, sijamjua Mungu, ndugu yetu mmoja akaanza kudondoka kifafa. Sisi kwetu tuna kifafa. Ilikuwa kama ni uchawi tu, anaitwa Happy. Tumekaa, mtoto akaanza kudondoka, kila baada ya dakika 5 anadondoka. Mtaani kana sasa kuna walokole wao wanapiga makofi. Hawana hata speaker. Wanapiga makofi. Sasa siku moja nimepita, nikawa nasikia kuna shuhuda wanashuhudia. Yule mtoto akaanza kwa dondoka, akatafuta dawa, akampeleka hospitali, kukashindikana. Nikasema, lakini unasikia kuna walokole, wale walokole wao wanaombea watu, nasikia watu wanatoa shuhuda. Na ikifika 3 usiku nasikia makofi. Sisi tulikuwa tunakaa maeneo fulani ni kama kota za polisi. Kwa hiyo pale tulikuwa tunakaa, kulikuwa kuna watu wengi. Kwa hiyo walikuwa wanatafuta nyumba moja moja, wanahamia nyumba nyingine wanaomba. Nikasema basi nianze kumpeleka huyo mtoto kimya bila wazazi wangu kujua, sababu baba yangu alikuwa hapendi. Alikuwa anapenda dini, lakini hata kanisani haendi. Lakini anapenda tu dini, hataki uende sehemu nyingine. Na vile inavyoonekanaga walokole wana mambo mengi sana. Ukianza kuomba hapa unashangaa lugha zisizoeleweka. Kwa hiyo wasomi huwa wanaona kama vile ukienda utapotea. Nikaanza kumchukua kisisi na mpeleka. Sitaki kumekataa. Baadaye akaanza kunywa dawa fulani hivi na zenyewe zikawa zimsaidii chochote. Nikaanza kuwa namuiba, ndio chanzo changu cha kwanza kumwamini Mungu. Nikaanza kuwa namchukua na mpeleka kwa mama mmoja anaitwa Mama Sanzagi. Haleluya. Nikawa nambeba nampeleka kwa yule Mama Sanzagi. Kwa hiyo hata kama sio muda wa ibada bado ananishtukia, nambeba nampeleka. Baadaye hali yake ikaanza kubadilika. Yule mtoto alikuwa anadondoka kila baada kwenye kama dakika 10 mpaka inabidi tu tunapenda zamu za kumlinda. Akiwa amekaa hivi masababu kwa kudondoka anaanza akajigonga sehemu yoyote. Kwa hiyo inabidi msimame muangalie asidondokee pabaya. Kwa hiyo unakaa tu unakuwa unamwangalia muda wote. Ilikuwa ni hali ambayo ilikosea amani familia yote. Nikaanza kumpeleka. Baadaye ikaanza kupungua, ikaanza kwa siku mara moja. Baadaye kaondoka, ikaanza kwa siku 2, baadaye siku 3. Mama anampeleka kila jioni, nampeleka na muombea. Wanamwombea walokole, wanamwombea walokole wale. Nikaanza kuuliza watu wana kitu gani hawa? Kwani wana nini hawa? Ni kweli hawana fedha nyingi sana. Ni kweli hawana hata speaker wanapiga makofi. Lakini wana kitu gani hii hali hiyo kataa hospitali? Hali imekuwa haiwezekani kwa kawaida. Mbona imepata matokeo, imekaa sawa sawa? Baadaye nikashangaa amekuwa sawa, akawa vizuri. Wakati na mimi nikaamua kumkimbilia Mungu, nikaokoka tu. Nilikuwa kama form 1. Ndio nikaanza kumfuata Mungu. Wakati sijui hata kama na unabii au na utumishi. Lakini najisikia tu kumpenda Mungu. Nikafika Jumamosi mimi navaa maswali yangu makubwa, nilikuwa na maswali mapana.
nakimbia naenda kujifunza uongozi, naenda kujifunza uchungaji, kumtumikia Mungu. Naenda kwenye darasa, mama ananiambia hata unywe chai, namwambia sinywi chai, nimechelewa. Ninaenda kanisani kama hivi nakaa, ninasubiria kumbe ndani kuna kitu. Acha nikwambie, unashangaa kuna wakati una moyo wa kumpenda Mungu, una moyo wa kuwa na bidii kwa Mungu, kwa sababu Mungu amegundua kuna shida kwenye ukoo. Mungu anaona kuna shida kwenye familia. Anataka wewe usimame kama mlinda malango wa kwenu. Usimame kama mlinda malango wa nchi yako. Usimame kama mlinda malango wa jamii yako. Unashangaa unasikia uzito na matatizo ya watu wasiokuwa ya kwako. Unashangaa unajisikia uzito na matatizo ya watu wasiokuwa ndugu zako. Ile hali inakuonyesha kwamba umechaguliwa. You are chosen. You are chosen for your family. You are chosen for your generation. You need to stand still. Unatakiwa usimame ujue sasa mimi nina kitu fulani. Ndio maana roho yangu haitulii kwa habari ya Mungu. Ndio maana nampenda Mungu. Ndio maana natamani kumsikia Mungu. Wakati unaanza hiyo movement, matokeo yanaanza kutokea kwenye maisha ya watu. Hebu sema amen. Moment wakati naanza kumtumikia Mungu, nilianza online. Nikawa naingia, Mungu ananiambia ingia live. Naingia live, naanza kutabiri. Naambia watu naona hiki, naona hiki. Nikaanza kuona watu wa Boston, watu wa Namibia, watu wanasema ndio. Sasa kama ndio inakuwa hivi, watu wanaona hivi. Baadaye nimeendelea, Mungu akaniambia you need to quit your job. Wakati niko Halotel huduma kwa wateja. Mungu ananiambia you need to quit job. Ile ilinigharimu sana. Imagine haleluya. Mungu anakuambia hebu achana na kazi, ukanitumikie kwa ajili ya watu usiowajua, usiowafahamu, hawajakwambia kama watakuja, hawana appointment na wewe. Mungu anakuambia uende ukafanye, ukamtumikie kwa hao watu. Nikaanza ministry. Kuna mahala fulani Kiamboni, ofisi yangu ya kwanza ilikuwa chumbani kwangu. Ofisi kuna pazia moja nimepasua hivi, alafu huko kuna coach, alafu kuna kompyuta moja, alafu ndio ofisi hapa. Wakati huo nakumbuka tukio la kwanza limetokea mtaani. Ule mtaani nilioenda ilikuwa ni mtihani wa darasa 7 imefika. Sasa mama moja akawa analia mtaani, anasema mwanangu amemloga. Ile mtoto alianza kusikia ganzi kwenye mkono, kaanza kidole hichi gumba, kwa mkono wa kulia kidole gumba na mkono wote. Mama akaanza kupiga kelele kwa sababu ni ghafla tu mtoto wake ile hali imeanza, na kesho ndio mtihani wa darasa 7. Mtani paka sema kuna mtumishi namsikia naomba pale, mpeleke. Basi ndio amekuja ofisini. Baada ya kuja ofisini nikamwagia maji ya upako, yale maumivu ya mkono wote yakaisha, yakaondoka hadi kwenye mkono. Kumbalikia mkono pale wakadondoka mapepo. Alikuwa na mwenzake ameletwa mapepo, akasema hataki hao wafanye mtihani wa darasa 7. Baada ya hapo tukamwambia mtoto, wakafanya mtihani wakawa wamefaulu. Nikaanza kurealize okay, kumbe ndio maana Mungu alitaka nifanye kazi yake. Kumbe Mungu anataka nisimame kwa ajili ya hawa watu. Kumbe Mungu anataka nipate muda zaidi kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu. Even though kwa hali nyingine haionyeshi kwamba ina faida ya uchumi, ina faida ya fedha, ila upande mwingine ambao hauonekani kwa watu wa kawaida, kuna namna fulani, kuna faida ambayo unaileta wewe kwa kumtumainia Mungu. Sema amen. Unapokuwa unamtumainia Mungu, I'm telling you, kwa ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia ambao washamba na wajanja wamechanganyika, wasiokuwa na akili wanaonekana wana akili sana, na waliokuwa nazo wanaonekana hawana. Ndio dunia ilivyo sasa hizi. Kuna baadhi ya mambo ukiyafanya unaonekana ndio wa kisasa sana. Kuna baadhi ya mambo ukiyafanya unaonekana wewe haufai kabisa. Unaonekana wewe bwana hauna akili. Unaonekana bwana hujui mambo mengi. Ndio dunia ilivyofumiwa na kuwekwa kwa namna hiyo. Na wao Biblia inasema hivi, kwa maana Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini ili isiwazukie injili. Kwa hiyo injili imekaa namna fulani ambayo shetani ameanza kufunga watu fahamu. Unaanza kuambia watu kwa habari ya mambo ya Mungu, unaambia watu kwa habari ya injili, wanaona ni vitu ambavyo vilikuweko miaka mingi na havina msingi. Na wakati watu wamefungwa kwenye giza, kwenye mateso. Ndio maana Mungu anainua sasa walinzi, walinda milango mahala. Wale watu wanainuka na kusimama, they take charge. Wanasimama mahala fulani ili kuweza kuzuia mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kusimama na kuja kuharibu. Haleluya, haleluya. Twende ukaone kwenye Ezekieli 22:30. Ezekieli 22:30. Tukimbia hapo kwa sababu ya muda, then nini kuombea na utaona neema kubwa sana. Wakati huo ulimwengu umeanza, alikifika mahala kaanza kuombea maji ya upako. Mungu ananiambia ombea maji kwa sababu ya distance. Kuna watu wengi wanatoka mbali wanahitaji msaada ule wa kimungu na hawawezi kuwafikia. Ukitaka nimwombea, akatokea mama mmoja
akawa ameokoka, akaanza kusambaza yale maji sana, akaanza kupelekea wagonjwa. Yeye alikuwa anamuona ule mzigo kwa wagonjwa. Akaenda mahali fulani panaitwa Tungi. Kule kuna mama mmoja, yeye anakaaga ndani, analala miaka yake yote ndani. Ana tende guu limevimba. Zile testimony nazo. Lile guu limevimba tende. Yule mama alipomwagia maji yale, lile tende likawa kama limepigwa shoti. Likapigwa shoti, mguu kaanza kupungua baada ya yale maji ya upako kutumika. Kijana mmoja naye alikuwa wakati wa mguu alikuwa na kansa. Kijana mmoja wa Kisukuma. Yule kijana naye akatumia maji ya upako yale. Ule mguu ulikuwa unataka kukatwa, alikuwa usiku akilala maumivu tupu. Siku amekunywa maji ya upako na kumwagia, yale maumivu yakakatika kabisa. Akasema mtumishi, nimeanza kulala saizi. Ikabakia kile kifundo cha goti kimevimba tu, lakini ile hali imebadilika na ilikuwa wakati wa mguu. Nikamwambia utakatwa mguu. Nikaanza kuelewa okay, ndio sababu Mungu alitaka nisimame, niachane mambo mengine nisimame kwa ajili ya hawa watu. Kwa sababu gani? Kuna watu wana shida na dhiki, shetani amewafunga, shetani amewatesa, hawana maarifa. Hata kama wana macho hawaoni, hata kama wana masikio hawasikii. Yesu akasema hawa watu wamesimama mbele yangu, wana macho hawaoni, wana masikio hawasikii. Acha nikwambie isikutishe. Kuna watu wakutanao mbele, wewe unawaambia habari za Mungu, unawaambia habari za Mungu, ana macho lakini hawezi kuona, ana masikio hawezi kusikia. Kwa hiyo wewe ambao unaona umesikia na una macho, lazima uinuke, usimame mahala kwa ajili yao. Usimame mahala kwa ajili ya familia, usimame mahala kwa ajili ya nchi, usimame mahala kwa ajili ya jamii. Hebu sema katika jina la Yesu, nitasimama kwa ajili ya jamii yangu, nitasimama kwa ajili ya ukoo wangu, kwa ajili ya taifa langu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Ezekiel 22:30. Nataka uone kitu hapo kidogo. Karushka patale bahatibas. Mando rababashika laba atabas. Jesus. You reign forevermore. You reign. Karababashata pataba. 22:30. Inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahala palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Sema nami nikatafuta miongoni mwao atakayesimama. Kumbe Mungu anakaa kwenye ukoo fulani, anaangalia atakayesimama. Mungu anakaa kwenye taifa, anaangalia atakayesimama, ili akae kwenye ukuta, ili akae kama mediator kati ya Mungu na watu. Ndio maana when it comes to prophets are God's spokesman. Unapoona kwa manabii ni watu wanaozungumza kwa niaba ya Mungu, au ni watu wanaongea kwa niaba ya Mungu. So they are God's spokesman. Wanakaa katikati. Hao wachungaji wanakuwa ni makuhani wa Mungu, ambao wao wanakaa kwa ajili ya kusema yale ya ufalme au yale ya Mungu. So Mungu na yeye kwenye familia, kwenye ukoo au kwenye jamii fulani, huwa anahakikisha amepanda mbegu yake, au amekuweka wewe kwenye familia au kwenye ukoo fulani. Labda ni ukoo wa Mwakawangwale, ukoo wa Mwakasege, umekaa mahala pale, wewe umesimama. Wewe ndio gatekeeper au ndio mlinzi, na wewe yale unayoyaombea yanatokea. Unapoomba mambo yanakaa sawa. Hali ya wewe ikichafuka, wewe ukitamka, hali ya wewe inakaa sawa. Mambo yakivurugika, wewe ukija katikati, mambo yanakaa sawa. Hebu sema katika jina la Yesu, ninatamka leo kwenye familia yangu, roho ya magonjwa, roho ya shida, leo kupata na kupoteza, ninaiharibu kwa moto wa mtakatifu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba leo nikasimame kama muamuzi, kama mlinda milango kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi makubwa. Haleluya. Wakati huo Mungu akamenisimamisha kwenye ule mji. Watu wakaanza kufunguliwa, wakakimbia. Wakaanza kuja na watu wengine hadi Waislamu. Akaja mama mmoja siku moja mkuta madhabahuni kama hivi mbele. Kulikuwa kuna kochi nimekaa madhabahuni mbele. Kama nimekaa upande kama huku mbele. Ile kochi nikawa nimekaa. Siku hiyo kanisani wakawa wamecheleweshwa. Kwa dada mmoja alikuwa ndo anahusika kufanya usafi na pale kanisani na nini, akawa amechelewa na ile funguo. Kwa hiyo nikawa nimekaa nje. Akaja yule mama anaonekana mgonjwa sana.
Kumbuka wakati tunaishi maisha ya Mungu au tunakaa na Mungu kila siku, tunajifunza mambo kila siku. Ni mtu tu asiyekuwa na akili na mpumbavu ambaye hajifunzi kwenye maisha ya kila siku. Sababu maisha kila siku yanatupa darasa. Hata kama unajua, ili uweze kuweza kukua na kuendelea kukua, endelea kujifunza kila siku kwa watu. Kuna kitu cha kujifunza kila siku kwa mtu yeyote ambaye anakuja mbele zako. Wakati Mungu anamleta mtu mbele yako, Mungu anataka ujifunze. Kuna kitu utakacho kujifunza kwake. Hata kama hana akili nyingi kama wewe, hata kama hana fedha nyingi, kuna sababu ya Mungu kumleta Mungu kwako. Kwa nini? Namba moja, kwa sababu Mungu anatumia watu kwa ajili ya watu. Mungu anataka kumbariki mtu ambaye anaomba milimani mahala, ambaye ana ugonjwa fulani mahala. Huwa Mungu anatafuta mtu fulani ili yule mtu ndio amsaidie huyo mtu kupitia Mungu. Hii teknolojia inafanyaje kazi? Unaangalia kwenye maandiko, Musa hajawahi kumuomba Mungu. Musa kakimbia vita. Musa ameua mtu, amekimbia nchi, ni mkimbizi, ameenda mahala, hana hata muda na Mungu wala hata haombi. Alikuwa anachunga kondoo. Ila huku Misri kuna watu wanalia kila siku, Mungu tusaidie. Mungu tumechoka. Mungu tumechoka mateso. Eti Mungu haongei na hawa huku, anaongea na Musa ambaye hana muda. Kuna mtu Mungu anampa neema mahali kama mlinda milango na msimamizi wa Waisraeli. Mungu anataka yule mtu aje awasimamie hawa. Mungu anamfanya mtu kuwa mnaziri asiyehusika na huku. Ndio maana kwenye maisha huwa ni habari ya neema. So, maandiko yanasema ni kwa wale waliojaliwa. Maana hata wokovu, habari za kumjua Yesu na kumsikia, ni mpaka neema ije. Mtu impate neema. Mtu asikie kwa habari ya Mungu na aelewe. Kuna mtu hata ukimwimbia saa hizi hawezi kuelewa kwa habari ya Mungu. Mwingine ukimwambia habari ya Biblia anachanganyikiwa, anakuambia Bwana inakuaje? Maana Mungu amekuja akafa duniani. Anaona haviingia akilini. Ndio maana habari ya mambo ya Mungu hayaingiage akilini. You cannot use your common sense kudefine mambo ya Mungu kwa sababu hayahitaji common sense. Mambo ya Mungu yanahitaji roho ya Mungu. Ndio maana Yesu anasema roho ya Mungu juu yangu mimi, kama Bwana amenitia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Hebu sema wanyenyekevu. Wanaosikia ni wanyenyekevu tu. Sasa mbona watu wote hawampati Mungu? Mbona watu wote waokoki? Ni wanyenyekevu tu. Na ndio maana sisi hatukutumwa kwa watu wote. Kuna mwingine sio hatuko kwa ajili yake. Kuna mwingine tuko kwa ajili yake. Kuna ambaye hata tusikie hata iweje. Hata ungeimba ukarukaruka. Hata malaika angetokea hapa, hata Yesu mwenyewe angetokea barabarani, akaambia jamani mimi ni Yesu, watu wangesema bado ni mzimu na ni pepo. Kuna watu wangekataa. Imagine wakati wa Yesu mwenyewe kuna watu bado walimkataa. Na wengine wakasema anatumia pepo, anatumia Beelzebuli kutoa mapepo. Walikataa. Kwa hiyo wewe Mkristo wa leo utakataliwa. Wewe uliyechaguliwa kwenye ukoo watakukataa. Wanakuambia bwana sisi tunataka tuende kwa mganga. Hizo habari za Mungu wako anachelewa sana. Haya mambo ya kuomba na kusubiri kwa imani tunachelewa sana. Ndio maana wewe uliyepata neema unatakiwa usimame na kumng'ang'ania Mungu, kwa sababu hata mambo asilimia kubwa ya maisha yako yanahitaji upenyo na nguvu ya Mungu uweze kusimama. Rabo shapata laba apekatas. Naomba usimame hapo ulipo. Naomba usimame hapo ulipo. Simama kama mlinda mlango. Simame kama mlinda mlango. Ndio ukaombe. Nataka ukaombe familia yako, ukoo wako, jamii. Kama kuna mtu ana shida na changamoto, pia ombea. Lebarushka patala baba shete petes. Taka uombee kwa kweli. Na masomo haya yanakuwa YouTube, yako YouTube na yanapatikana. So kama unatamani kujifunza na kurudia tena zaidi utapata. Tukao tuna session iliyopita ya mitego ya shetani, iko part 1 na part 2. Kini na mimi na hii itakuwa pia na neema Mungu riziki na zaidi. Mambo machache na makubwa sana kujifunza. Wewe kuna mahali umesimamishwa kama mlinda mlango. Ndio maana huwa Waswahili wanasema baba ni kichwa cha familia. Kuna mambo anakuwa ya ruhusa yaingie na mambo yatoke. Wewe kama dada kwenye familia, dada mkubwa wa familia, kuna wakati unasema leo silali usiku. Kuanzia sasa nitaanza kuomba kwa ajili ya familia yangu. Nimechoka hii asili ya umaskini juu ya familia. Ninakataa magonjwa yanayotutesa kila siku. Nakataa shida ambayo inatupata kila siku. I'm telling you the truth, when you rebel against the systems of the devil, unapoamua kugoma na kusema sikubali kazi ya giza iingie kwenye mji, sikubali kazi ya giza iharibu shughuli zangu, unaanza kuomba, kuna mambo yanatokea na mambo yanaanza kubadilika. Wakati naingia kwenye mji ule ambao nilikuwa nafanya huduma, wengi wanafahamu na wanangu wengine, hata Sofia, ile eneo lilikuwa halina economic progress yoyote.
Palikuwa ni mahali ambako hakuna nyumba nzuri hata moja. Palikuwa ni mahali ambako barabara haijachongwa. Palikuwa ni mahali ambako hapana improvement yoyote. Kwa hiyo tunakaa kama kanisa tunaanza kuomba like we are praying right now, kama tunavyoomba namna hii. Tutashangaa baada barabara inaanza kuchongwa. Kuna watu wanaamka wanasema hapana. Kuna mahali tumepasahau. Kuna mahali ndio tupakumbuke. Unashangaa environment inaanza kuchange. Kwa nini? Kwa sababu kuna walinda milango, they are gatekeepers in the spirit. Kuna watu wamesimama Mungu roho na wamekataa hali fulani kwamba sitakubali umaskini, sitakubali shida, sitakubali mateso ya giza, sitakubali kushuka chini. Mimi ni wa juu, mimi ni mbarikiwa, mimi ni wa kushinda, mimi ni wa ushindi. Unapoanza kuongea maneno na kuyatamka, unaweza kushangaa environment inaanza kukuweka up for you. Unashangaa mambo yanaanza kutokea kwa ajili yako. Unashangaa mambo yanaanza kujialign. Unashangaa kuna watu wanakutafuta. Biblia inasema waziwazi kitabu cha Isaya 61, ondoka uangaze kwa maana nuru yako imekuja, utukufu wa Bwana umekuzukia. Mataifa yanakujilia toka mashariki ya mbali. Acha nikwambie mimi nishaona mataifa yanatoka mashariki ya mbali. Wakati namshikilia huyu Yesu na kutembea naye, kuna namna anafungua milango za kawaida. Kuna namna anafungua baraka za kawaida. Utaanza kuona majibu yanatoka kwenye maisha yako. Upenyo unatoka kwenye maisha yako. Wakati ambako wengine wanasema umeshindwa, wanasema ameisha, wanasema amepotea, wanashangaa umetupa jangwani, lakini imefanyika bustani tena jangwani kwa Yesu Kristo. Wanashangaa umekutupa kwenye jangwa, lakini Bwana anafanya chemchemi za maji. Kwa maana Biblia inasema waziwazi, hata katika maji mengi atakukarikisha. Ripa koskapa. Hata katika mwali wa moto atakuunguza. Nataka utembee na imani ndani yako, kwa maana maneno ya uzima ukiweka ndani yanakuinua na unapenya zaidi. Nataka tukaombe. Kaombe familia yako. Sema ninasimama leo. Simamia andiko linalosema hakuna uchawi juu ya Yakobo ngao ya Israeli. Ruposhka patalabas. Matushka pataba. Riboshka patalamundushka pata. Kumbuka Danieli 3:3. Sema hakuna uchawi juu ya familia yangu wala uganga. When you begin to rebel like that, unaanza kugoma namna hiyo, unasema nakataa ile giza na uchawi. I'm telling you, begin to see things changing to your family. Utaanza kuona mama anabadilika kwenye familia, kwenye jamii, kwenye ukoo, kwa sababu naomba. Mtu anapokuwa anaomba anabadilisha mambo. Mnapokuwa anaomba anafanya mapinduzi ya kiroho. Na nalo kaombe hapo ulipo. Omba rabasata payakata rababashafata. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaachia ule moto la ulimwengu roho. Ninaachia ule moto la ulimwengu roho. Ramanda baraba mamata parababashapata pata. Ninauachia ule moto mashariki, nauachia ule moto magharibi, nauachia ule moto kusini, naachia moto kaskazini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye familia yangu naachia moto. Kwenye familia yangu naachia moto. Na hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Ninaachia moto, naachia moto, naachia moto. Omba sata patapa. Omba. Besi yako ole bete yeke. Inaachia ule moto. Inaachia ule moto. Ule moto ukatembee. Inasimama kama mlinzi wa familia. Inaachia ule moto. Ule moto ukatembee. Ule moto ukatafune. Ule moto ukatembee. Kila uchawi nakataa. Ninakataa kila uganga katika jina la Yesu. Ninaachia ule moto ulao kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu. Ninaachia ule moto ulao ukatafune kila uchawi, ukatafune kila uganga. Ninaachia moto, ninaachia moto, ninachomoka, ninachomoka, ninachomoka mpaka kwenye yale magano, mpaka kwenye yale makaburi walioagana miaka ile, walioweka uchawi miaka ile, wakanihusisha nayo kwenye ukoo wangu. Ninakataa kila uchawi, ninakataa kila uganga katika jina la Yesu. Kila uganga nakataa, kila magonjwa nakataa kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu. Nakataa kila uchawi, ninakataa kila uganga, ninakataa kila magonjwa katika jina la Yesu. Kila uchawi nakataa, ninakataa magonjwa yote, ninaharibu kila uchawi, ninakataa kila uganga katika jina la Yesu. Ninaachia moto wa Bwana, ule moto ukatembee, ule moto ukatembee, ule moto ukatafune kila